Hello, my great team. How are you doing? Hoping you're doing fine. Thank you so much and feel much appreciated for your support. I don't take it for granted. May God bless each and every one of you. Today we get into this video which is about Majembe's wife versus Oga Obinna. Hey, the audacity. Guys, watu huku nje wako na audacity. Alafu wanakuwa entitled, like mtu akikushika mkono you expect that person to be with you always, yenye si ukweli. Mtu akisha kushika mkono akuvushe mahali, that person deserves to move on na maisha yake na huyu mwingine move on na maisha yake, lakini hii ni vice versa. So huyu msichana tumewajua wote, yeye bwanake tumewajua through Oga Obinna, na ile lifestyle wanaishi saa hii ni courtesy of Oga Obinna. Wapende wasipende, hizo viti na mnalishwa na watu huku nje hadi mnajisahau, kitawaramba. This lady went ahead na akaandika, to be honest, kwa kamera unajifanya walai, lakini kwa ground we ni mtu different. Imagine the audacity in this lady. Hey, imagine. Yani anaandikia Oga Obinna hivyo. Kitu ya kwanza, walikuwa nobody kabisa, ni watu wako wanajulikana through vurugu, wamejulikana wakapata favor na kila kitu, na bado msichana anatafuta Oga Obinna. Huyu msichana ana think league yake ni ya Oga Obinna, to be sincere. Like sasa yeye ni kama tu ako after Oga Obinna, maybe aketi chini aanze kumuongelelea. Does it make sense kwa kweli? Wale watu wanatuma nini huyu msichana, wacheni niwaambie, mnakimbisha upepo. Sio vizuri kugonganisha watu kabisa. Mi sijui huyu msichana ametoa this energy wapi kuattack Oga Obinna publicly, na yet hawajaifesiana wakosane ama anything. Na pia napenda response ya Oga Obinna sana after hii text, after ilienda viral ikafikia Oga Obinna. Oga Obinna was asked about it, akaulizwa opinion yake ni ipi concerning hiyo comment. Yeye akasema kwanza, kitu ya kwanza, klasi yake haimruhusu aketi na huyu msichana waanze have a conversation. Kitu ya pili, wanaishi katesi yake, kila kitu iko kwa ile nyumba ni Obinna, ile fame walipata ni Obinna. So yeye ameshindwa, huyu msichana ako na shida gani? Like pia nilipenda response ya Oga Obinna sababu hakumuattack but alimwambia facts. Like imagine unasaidia mtu then mwisho wa siku anakugeuka, inakuwa something else. And that's why nilileta story ya Tumbili na Oga Obinna, sababu hii fight yote imetokana tu na hiyo interview ya Tumbili na Majembe. Hapo tu hiyo interview ndio sasa huyu msichana pia akakuja ku overreact about everything. Wakaanza kuexpose, yani they think they can pin Oga Obinna down. Kama hivyo ndio mmepanga, kama Oga Obinna hajai enda chini hata ile time walikuwa strong wakipiga content na demo wa Facebook. Yani msi expect, hata msiende mdream. Don't dream about it. Oga Obinna ako na mafans legit wamesimama na yeye. Na mi husikia vibaya sana wakati mtu alishika mwingine mkono hadi akaonekana kwa public, hadi akamngarisha, then all of a sudden huyo mtu anaanza kusikiza vitu kutoka nje, then anaanza kuropokwa. Like, are you for real? Are you for real? Ile lifestyle mnaishi ni juu ya Oga Obinna. Mshasahau, hata mwaka hujaisha, hata months hazijaisha, mshajisahau. Yani this is how people are selfish, my dears. Yani yeah, you need that fame. After your fame bado you need more. Unaanza kupeana terms and conditions. Like, are you for real? Hey, hata kutolewa kwa vurugu kuna shida ipi?
Obina has right to decide what he wants. Sio kupangwa na watu kutoka nje. Like venye Tumbili alikuwa anasema, you had to give this Majembe a second chance, at least a perform. Na kama alienda ukule nje kumharibia jina, how can that happen? Hata mtu mwingine apart from Oga Obina. Nyi mna expect eti tu Oga Obina akuwe so simple, mnaenda mnamuongea vibaya, mnamuexpose, then mwisho wa siku mna expect anyenyekee alafu akuwe tu sawa. Are you for real? Hey! Yani hata saa zingine mnaonanga vitu kama hizi hadi unashindwa, unaanza kusema tu I don't need to help. Wacha ikae. Na Oga Obina kuna time alisema, alikasirika, bado watu walimgeuka hivi, you can remember time ya Shalkido nini, hao watu wote wamepita kwa mikono ya Obina. You saw what happened, you saw story iligeuzwa na ikakuwa mambo mingi. Na Oga Obina akakuja akajiongea na akasema, mimi to avoid all this nini vituko za mitandao, mimi nitaminimize what I've been doing, nitaminimize ku create attention to people, kusikia cries za watu huku nje. Akasema ata limit sako yake, akasema itakuwa kidogo sana. But still Oga Obina hakusikia hiyo. Yeah, hata yeye alibenefit side ya huyo Majembe, lakini ukiangalia on the other side alimfanya somebody. He wasn't somewhere. Alikuwa na struggle huku nje. Hata huyo dem tumekuja kumjua after hiyo vurugu. Si ndio tumemjua hiyo vurugu show, si ndio sasa kameapia hapa kakule do. Then ako na audacity ya kuandikia Oga Obina vitu kama hizi. Hey! Yani watu hata sijui. Na tena Majembe, uko fani aje kuacha mwanamke wako aanze kuattack Oga Obina publicly? We ni mwanaume. We ndio unafaa kudeal na Oga Obina, si mwanamke wako aanze kudeal na Oga Obina akimtusi. Face Oga Obina, fight with him. Ambia mwanamke wako awache kiherehere, atulie, akae kwa kutulia. Usidhani utasik sympathy kwa social media through bringing your wife aanze kuambia Oga Obina vitu kama zile ati ya seek sympathy. It will never happen. Na kama unadhani hivyo ndio mtasik sympathy, mtashangaa kila mtu akiwageuka. Hakuna venye uta-involve mwanamke kwa vita za wanaume. Basi haupendi huyo mwanamke, hauwezi rushia mwanamke mbwa mwitu huku nje at in the name of ata seek sympathy. It can never happen. So wewe ndio uko na maso, Oga Obina ako na maso. Deal with Oga Obina. Mambo ya wanawake ni kusafisha nyumba na kufanya biashara zao na huko nje, si kubishana na wanaume wengine. That's too low of you guys. Like, hey, saa zingine huwa nashindwa. Wadau, hebu mniambie kwa comment section, was this right surely? Eti mwanamke ana-attack Oga Obina kwa public. The audacity though. Hey. Anyway, hivyo ndio watu wanakosanga interest ya kusaidia watu ama kusupport their talents and everything. Alafu saa hiyo mtu akikataa mnaanza kusema ameshikwa na pride, hataki kusaidia, hata asikizangi watu kwa inbox, sijui nini. Mi nasema leo hii Obina, usisikize watu. Fanya vitu zako. Fanya ile kitu inakufurahisha. Sababu these same people ndio wanakugeuka. If you can remember Majembe waki-prepare during hizo preparation, he was so happy, aki-appreciate Oga Obina, akimwambia enyewe umeniamulia, juu nayo deal ilikuwa big. If you can remember how hiyo kitu ili trend. Sasa misunderstanding kidogo washaanza huku kupayuka all over. Hawataki kuambiwa, yani they think when they shout on social media ndio watasikika. You can't shout na usikike wakati how make sense. You should stay silent na usolve hizi vitu chini ya maji. You know penye Oga Obina anapatikana. Ungekuwa mwerevu sana, you could have gone there, approach him, talk as men. Social media haisolve issues. Hata uamue kumu-expose aje. Ni expose ipi Oga Obina hajai face kwa social media ya baby mamas and everything. So you think hii yako ni unique sana, itaweza muangusha? It will never.
So don't dare try it again, sababu you will just be wasting your time. And Toga Obinna, kudos, at least hujampea your time. Umesema she's not worthy your time. That's it. She's never worthy your time. Don't waste your time arguing with people who doesn't deserve you, and you don't deserve them too. That's it. Tit for tat is a fair game. Msi expect eti sasa Oga Obinna ingililiwe, yeye amenyamaza, alafu watu waanze kumwataka kwa comment section wakimwambia vile yeye ni mbaya. Nyinyi wenye mnaona Oga Obinna ni mbaya, go help Majembe and then mfomie vurugu yake that episode. A participate then. Kama ilikataa, so what? Tuacheni kuforce issues. Alafu wakati imefail ndio mnaanza kuattack mtu mkimwambia ni mbaya, sijui nini. Nobody is perfect. Hata sisi wenye tunawajudge, we are not perfect. So tuachane na Oga Obinna. Amesaidia watu wengi sana sana, na si expect mtu ameipita kwa mikono ya Obinna through kumsupport. Si expect aende against Oga Obinna even a single minute. Hafai kabisa. Ni kama uanze uniambie huyu Dapaman, uniambie mtu kama Dapaman eti siku moja wakuwe na differences na Oga Obinna, and may God forbid, then all of a sudden atoke huko nje aanze kuexpose Oga Obinna. Alikuwa ananifanyia, alikuwa ananimistreat, alikuwa nini. Of course, on process ya growth, lazima saa zingine hamtaelewana. Leo mtakuja mkwaruzane, then kesho msameheane ikisonga hivyo. Hakuna venye mtakosa kuguzana kidogo. Si kila siku ni Christmas. So ati atoke pale nje after hiyo kusaidiwa yote, mnaona vile ana glow, then aanza kuattack Oga Obinna. Huyo tutaweza shambulia vibaya sana. So watu wachaneni na mambo mingi, tafuteni kitu ingine ya kufanya, lakini si kuattack Oga Obinna. Hiyo hatutakubali kabisa, hatukubali. Anyway guys, let me hear your take on this story. Nyi mniambie opinion yenu ni ipi concerning hii story ya Obinna and this lady by the name Mrs. Majembe. Was it necessary for her to come on social media and aanze kujiexpress na kukua against Oga Obinna about everything? Ebu mtaniambia kwa comment section, sababu I'm so worried about it. Na kusema mtu eti ana pretend na kwa kamera na kwa background ni mtu tofauti, ama kwa ground ni mtu tofauti, it sounds funny, sababu hawa ni watu hawako used together. Like bibi ya Majembe si eti ako so used to Oga Obinna, hata sijui kama wamekaa pamoja hivi wakaongea. So how does she know that Oga Obinna kwa ground ni mtu tofauti na kwa kamera ni tofauti? Yet they have never been that close. Unaona? Like kuna venye utaweza kaa na mtu close, mkue used together, uzoe this person, take your time kumlearn the behavior and everything. Sasa huyu tu anaropokwa tu, anaongea vitu hata haelewi kabisa. So this is just hate yenye haina meaning kabisa, na hatujui source yake. So tutajua tu as time goes by. Anyway guys, thank you so much for everything. I'm very much grateful for everything. For my new subscribers, thank you so much. For my returning subscribers, always grateful. Kindly don't forget to press that notification icon bell on for more content to come. Thank you so much. Stay blessed and bye bye for now. Take care. Love you guys.